Naam, kisha anasema rahimahullahu ta'ala حديث متاجة فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهمتم؟ amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim na wengineo. Wayashtaghilu bidhikrillah, anapoingia msikitini ajishughulishe na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Fahimtum ikhwan? Anapoingia msikitini baada ya kuswali raka mbili au na tahiyatul masjid yakunu mushtaghilan biqira'ati alquran, ajishughulishe na kumtaja Allah na dhikri. Na dhikri inaingia kusoma Qur'ani, kuleta dhikri mbalimbali, miradi mbalimbali, ad-du'a, kuomba dua. Fahimtum kwa? Au yaskut, au anyamazi. Anapoingia msikitini ashughulishwe na kutaja Allah au anyamaze. Wala yakhudhu fi hadithi dunya, wala singie katika mazungumzo ya dunia, ya kidunia. Si katika adabu. Naingia msikitini mnaanza kuzungumza mambo ya dunia. Unatakiwa ushughulishwe na kusoma Qur'an au kusikiliza ilmu au dua, lakini usishughulishe na mambo yanayokuhusu katika mambo ya dunia, kwa sababu yeye yuko msikitini, na mtu anayekuwa msikitini yuko ndani ya swala, na anayekuwa ndani ya swala hashughulishi na mambo tofauti na swala. Fahimtum ikhwan? Kwa hiyo anapoingia mtu msikitini ashughulishwe na kumtaja Allah, soma Qur'an au anyamazi kama ana jambo. Fahimtu? Hizi ni adabu za msikitini. Wala asiingie katika mambo ya dunia, kwanza kuzungumza bei za vitu, bei za bidhaa. Simeelewa? Haya mambo yapo. Watu misikitini, misikiti wanaharakati wameigeuza ni ya kuzungumzia uchumi. Simeelewa? Sasa ndugu zangu, kama msikiti hauna ilmu utasalimika naye. Watu hawasomi, watakaa wawili huku watatu wanne wanapiga porojo tu mpaka adhana ifike. Hata imamu unakuta ndo anaongoza, imamu ndo anaongoza kijiwe msikitini, kinapigwa kijiwe msikitini. Fahimtumekwa? Misikiti mingi iko katika mazingira haya, haina ilmu, haina durus. Watu wadhani msikitini ni kwa ajili ya kuswali tu na kuondoka. Namna watu walivyofilisika mawazo. Fahimtumekwa? Wala yaqulu fi hadithi dunya, wengine wanaingia kuzungumza biashara, wengine mipira msikitini, wanazungumza mipira, wengine siasa. Allah tuhifadhi. Famadama kadhalika fahuwa fi salati, madamu atakuwa hivyo basi yeye yumo ndani ya swala. Wal malaikatu tastaghfiru lahu, na malaika humuombea yeye msamaha, ma lam yu'dhi, maadamu hajamkera mtu msikitini, maadamu hajaleta maudhi msikitini. Maadamu hajaleta maudhi wapi kwa? Msikitini. Atakuwa ndani ya swala maadamu hajaudhi. Na kuudhi msikitini ndo kama huko unapoingia msikitini harufu mbaya. Katika adabu za msikiti ni kuingia msikitini ukiwa na harufu nzuri. Hata anayekula vitunguu saumu, vitunguu maji amezuiliwa kuingia msikitini akiwa na harufu hiyo. Sasa kwa mimi mtu anaingia domo la nuka sigara. Umeelewa hiyo? Domo la nuka sigara kweli kweli. Lakini sio hivyo tu, watu wanajijua kama mimi nina kikwapa kikali. Sio hivyo. Watu wanajijua kabisa mimi kikwapa yangu kikali, yani yeye mwenyewe anajisikia kwamba hapa ninatema. Fahimu tumefanya. Lakini pamoja na hivyo wanaingia nacho wapi? Msikitini. Wallahi kuna watu ambao asasi unakuta labda watu ambao Allah amewapa mtihani wa kuumwa ugonjwa wa sukari.
Simenielewa? Anapopata jasho, ile jasho yake inakuwa kali sana. Fahamu? Kwa hiyo hali ipo. Mtu anapokuwa, kuna baadhi ya watu anapopata jasho basi anakuwa na harufu mbaya na harufu kali sana. Kwa hiyo usiingie msikitini kukera watu, utakosa msamaha na istighfar ya nani? Ya malaika. Fahimu tumekwa na wao utakuwa na wakera pia. Au yuhdith, ama damu atakuwa hajatenguka udhu. Hajatenguka nini? Kwa hiyo malaika wataendelea kumwombea msamaha maadamu atakuwa katika nini? Katika hali hizo. Kwa hiyo ya ikhwan, haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako watu wanapokuwa wapi? Wanapokuwa msikitini. فدل الحديث على أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ودل أيضا على أنه بعد الصلاة في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. والمعنى ما لم يؤذي أحدا من الناس بقوله أو بفعله أو يحدث بأن ينتقض وضوءه، لأن من لم يكن على وضوء لا يكون مصليا. Hadithi hii inaonyesha ya kwamba yeye yuko katika swala maadamu anasubiri swala, atakuwa ndani ya swala hivyo hivyo hata kama swali, maadamu yumo msikitini pale ambapo hajamkera mtu, hajakera yote katika watu kwa kauli yake wala kitendo chake, au kutengukiwa udhu. Fahamu tumekwa. Darasa inayokuja insha Allah tutaingia katika babu sifati salah. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.